na nimepata mtu ambaye alikuwa tayari kutoa nusu ya uhai wake kwa ajili yangu. Kwa hiyo hana ndugu anemjua, hana mtu mmoja aliyemlea. Wewe. Kumbe ndio maana Albert ana hasira sana. Siku ya kwanza unakuja hospitali, sikujua kama tutafika hapa. Ya, unakumbuka? Unaniambia usijali. Na narudia mimi tena. Usijali. Tunakwenda kutoka salama hapa, okay? Unajua sasa hivi najiona nimepwaya sana. Napwaya sana kwa sababu mimi nimezoea heka. Mikiki hapa na pale, kazi zenye changamoto na vitu kama hivyo. Sasa hii kazi ya hoteli hii kwangu naona hainifai. Na nimewaza tu kwamba nimwachie sasa mke wangu aende nayo. Kwa sababu kazi yenyewe kama unavyoona ni kazi ya kike. Na yenyewe imekaa kike. Mimi acha nifanye tu biashara zingine. Na Rebeka naye? Kiukweli hasa binti yangu yule sijawahi jua anapenda nini. Kabisa. Mbona kaniambia kila kitu? Wewe Zaki wako nsejuzi na hela za mume wangu mwenyewe. Zaki, wewe kuniambia mimi nimrudishe mtoto nyumbani. Sema kwetu wenyewe. Na umekuja hapa kwa sababu unajua kwamba amefungwa. Na ndio maana umekuja. All those time ulikuwa wapi? Sasa, hebu Michelle, wewe unafikiri ile hali iliyojitokeza siku ile hapa mimi nilikuwa kweli ningerudi hapa wewe? Unavyoona?
Ulitaka mimi nife na wewe ufurahi, si ndio? Ndio, nimetuma message zaidi ya 10. Sawa, sasa hivi ndio umepokea, lakini nimepiga simu nyingi. Umekuta call ngapi? Ni sawa unachokisema, lakini mimi na wewe hatuna uadui wowote. Ndio, mimi na wewe sio maadui. Sasa iweje umefikia stage paka upokee simu zangu? Hapana, usiseme hivyo bwana. Okay. Sawa. Hayo yote mimi nimeelewa. Ndio nimeelewa, lakini naomba basi tukutane. Ndio, naomba tuonane. Okay. Sawa, nitafanya hivyo. Sawa. Shikamoo. Mama, karibu. Asante, habari za? Naam. Samahani mama, namuulizia Doris. Namuulizia Doris? Ndio. Wewe nani yake? Mimi naitwa Albert mama. Ni rafiki yake na Doris. Nilikuwa napigia sana simu nikaona pokea, nikasema nije nimuone, labda huenda akawa na tatizo. Wewe ndo Albert, mume wa Karen? Nilikuwa mume wa Karen, lakini sasa hivi mimi sio mume wa Karen tena. Ndio mama. Ulikuwa? Ndio mama, kuna mambo yalitokea, kwa hiyo mimi na Karen kidogo tukawa tumeachana. Kwa hiyo sio mtu wa Karen tena. Kwa hiyo unamkana mke wako kama Yuda alivyomkana Yesu? Makubwa. Hapana mama bwana. Hebu tuachane na hizo. Mimi sijaja kwa ajili ya habari za kuzungumzia. Naomba unielewe kama makini. Kweli si upo ndani? Na hizo simu zako unazosema unampigia anaziona sana. Lakini kwa jinsi nilivyomkalisha chini mwanangu nikamueleza, kanielewa. Kaona hizo habari achane nazo. Sasa mimi naona ungegeuza tu uende ukaongee na mke wako, mkae chini muelewane muyamalize. Mama hapana, kiukweli mimi sina mke sasa hivi. Sijaoa mimi mama, na baraka zangu zote naomba ungezielekeza tu kwa Doris. Sababu na mpango hadi kwenda kuongea na wazazi wangu. Nije kwa Doris tuyamalize haya mambo ili mimi niweze kuishi na Doris kama mke wangu. Hivyo uko sawa kweli? Niko sawa mama. Uko sawa kabisa, kichwa chako yani uko timamu kabisa, una akili kabisa, umekamilika. Ndio mamangu, mimi sina tatizo lolote mama, niko sawa. Wewe umetoka kuoa juzi, leo walete watu sio amoe. Labda utafute pengine pa kwenda kuoa, lakini sio kwangu mie. Mimi sitaki ujinga kama huo. Tena ninakwambia sitaki ujinga kama huo uniletea nyumbani kwangu. Fanya uende, nimekwambia kakae na mke wako umemalize. Hizo hasira tu mimi naziona. Mama, mimi nampenda sana Doris. Na nataka nitengeneze future naye. Nakipaka naingia kukugumizi. Huo ni uongo. Wewe umpendi mwanangu. Yaani nakuona kabisa usoni wewe umpendi mwanangu. Yaani hizo ni hasira tu ndio zimekufanya wewe ufanye hivyo ulivyofanya wewe. Mimi sasa hivi sina hasira mama. Sina hasira tena, nipo kwenye mapenzi ya kweli. Kiukweli mimi nampenda Doris ndani ya moyo wangu. Ninahitaji kuishi naye, nataka awe mke wangu kabisa wa ndoa. Sipo tayari kumchezea na siko tayari kuona Doris yuko kwa mtu mwingine. Kweli mama. Hivi nyinyi vijana wa siku hizi mambo mnaoyafanya hivi mnajielewa kweli? Hivi watu wangekuwa wanaishi nyinyi kama mnavyoishi hivi, watu ungefikia umri mpaka wanafanana sura? Msione watu wamekaa mpaka wanazeeka pamoja. Wanavumilia mambo mengi.
Sio sasa hivi nyinyi mara huyu nini mnaleta ushindani kwenye ndoa. Huyu atembee na huyu, huyu atembee na huyu. Hebu nenda kakae na mke wako. Mama mimi sina mke. Alikuja hapa mke wako. Alikuja hapa kanilalamikia na mimi kama mwanamke. Naomba unisikilize. Usinidakie maneno juu juu. Alikuja hapa mke wako kulalamika. Na mimi kama mwanamke noijua ndoa. Nimejisikia uchungu sana. Kwa nini usikae na mkeo? Hebu kaa na mkeo mmemaliza. Mambo gani hao unaniletea mimi hapa? Afu una haya, umekuja kabisa mguu mmoja mguu mbili mpaka kwangu mimi. Unamfuata nyumbani kwake mwanangu. Yaani kwangu mimi unamfuata mtoto wangu. Mimi sikuja kuzungumzia masuala ya Karin mama. Wewe umekuja kuingiza vitu vingine kabisa. Mimi swala langu zito loleta hapa ni Doris, sio Karin. Ndio nakwambia hivi. Huyo Doris huyo utabaki jina lake tu mdomoni kumtaja. Lakini sio kwamba umuone au ukae naye uongee naye tena. Hilo katu habadani nakwambia. Sijui umenielewa vizuri. Mlango ulioingilia naomba ndio utokee mlango huo kabla sija kumwagia maji ya moto. Tena usinikere. Usiniuzi. Msinichukulie poa tu mnakuja tu humu ndani kuniletea mambo ya upumbavu, kuniletea mambo na watoto wangu. Naomba muende. Naomba ugeuze uende. Sawa. Lakini naomba basi mwambie apokee hata simu zangu. Nakuomba mama yangu mfikishie hata hiyo. Hivi hapa ninavyoongea mimi unielewe, si ndio maana yake? Ninavyoongea unielewe. Ala. Mnanikosea adabu mimi. Wanangu mnawafuata nyumbani. Adabu gani hiyo? Kwa hiyo ujinga mnaofanya mimi nalizika nao? Naomba nisamehe mama wangu, nimekubadilisha. Sivyo ulivyonifunza mama. Naomba nisamehe, sitarudia tena. Mama, najisikia vibaya sana nikifikiria pale. Naomba niende nikamwombe msamaha mama. Mama, nilichofanyia sio vizuri kabisa, sio vizuri. Sikiliza mama Doris. Usiwe na haraka. Kwa muda huu maji yashakorogeka mwanangu. Wewe kwenda kuomba msamaha. Yaani ukienda kwa kipindi hiki ndio utaenda kuyakoroga zaidi. Yaani utaenda kuyavuruga kabisa. Hebu vuta subira kwanza. Subiri kwanza hichi kipindi kipite, utaenda kuomba msamaha. Sawa Doris. Maji yakitulia utaenda kuomba msamaha. Lakini kwa sasa hivi hebu yaache kwanza. Umeelewa mwanangu? Nyamaza basi kulia. Silia, hebu nyamaza. Utajiumiza kichwa. Nyamaza.
Karin. 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 Utani gani sasa? Nakuuliza na utani gani huu? Jamani. Pole. Unaangalia na vitu vya kumtania mwenzio lakini utakuja kuniua. Umeona? Machozi. Nimekumisi jamani. Kwa hiyo kinimisi na unanifanya hivi. Kuchangamsha. Unachangamsha umeniliza. Bwana, kuliza si ndo vizuri na mimi najua mimi napendwa kweli. Kuliliwa sio mchezo unajua. Ona machozi. Kilio. Takutia kichwa. Katika siku niweza hali kama Haya, twende kumwambia nimekuandalia kitu special tulichokuandalia. Twende kaone. Sasa ningekuwa sikwambia ningekwambia lakini sasa hivi nishakuona. Mambo. Safi, mambo wewe? Salama. Karibu. Asante. Ninamuulizia Usi, sijui nimemkuta. Usi? Mkaka fulani hivi mnene stable alafu kapande hewani. Mweupe hivi. Mwarabu. Nimemkumbuka. Huyu sasa hivi hayupo. Ametoka. No, siwezi kusema kwamba ametoka au yupo, no. Ila kwa sasa hivi haishi humu ndani. Haishi ndani? Yeah. Amehama? Yeah, ana muda kama wiki hivi na nafikiria hawezi kuwa ndani ya nchi, atakuwa amesafiri kabisa. Kweli dadangu. Amesafiri? Yeah, na sasa hivi hapa nimekuja kupanga mimi. Yeye hayupo kabisa. Ina maana kwamba kuna baadhi ya vitu vyake pia alikuwa anavipiga mnada na mimi nimenunua baadhi ya vitu fulani hivi kwa ajili ya nadhani ya kujiongezea pesa yake. Aliuza kila kitu kwa kifupi. Sababu kuna watu wengi ambao wamenunua, sio mimi peke yangu. Sasa kwa mazingira yale nikahisi kabisa kwamba huyu si mtu wa kubaki hapa da wala nchini. Atakuwa ametoka kabisa nje. Karibu. Asante. Karibu ndani. Nashukuru. Karibu kidogo tu. Pumzika kidogo.
unalia tena? Ha? Sisi tumeshamaliza ya mambo ya Albert jamani. Kinachokuuliza nini tena? Doris, nini sasa mbona uongei? Doris. Nini kinachokuuliza mwanangu? Ile swali tumeshamaliza, tena kinachokuuliza kitu gani? Mama, sio swala la Albert. Sasa swala gani tena? Mama, ni Usi. Usi? Usi kafanya? Mwanzo kabisa nilikuwa nampigia simu ipatikane. Nikaamua nimpate anakoishi. Baada ya kufika pale, nimekuta ameama na anauza vitu vyote vya ndani.